shukrani ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametujalia afya, akatujalia amani, akatuwezesha kufika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukaona mwanzo wake na tena akatufikisha katikati yake ambayo tunatarajia kumaliza. Inshallah leo tutakumbushana juu ya yale Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waumini katika pepo. Waumini ni wale ambao kwamba wanafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia katika sura Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, hakika wamefaulu waumini wale ambao kwamba katika sala zao wako na khushu, yani wako na unyenyekevu. Katika sala zao wanakuwa na unyenyekevu, yani nia yao inakuwa katika sala. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Hijr, innal muttaqina fi jannati wa uyun, kwa hakika wachaji Mungu watakuwa katika mabustani na mito, yani janna na mito ya aina tofauti tofauti. Kuna mito ya asali, kuna mito ya pombe, kuna mito ya maziwa. Watapata hizi katika pepo. Idkhuluha bisalamin aminin, basi muingie katika hiyo pepo mkiwa na amani, mkiwa na utulivu. Allah subhanahu wa ta'ala anasifia waumini wachaji Mungu mtaqin, yani waingie katika hiyo pepo wakiwa na amani. Wanaza'na ma fi qulubihim wanaza'na ma fi sudurihim min ghilli, na tumeondoa katika nyoyo zao chuki. Yani hao wachaji Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ameondoa katika nyoyo zao, yani kitu ambacho kama inaita chuki, hawana chuki. Ikhwana, tena wanakuwa ni mandugu, ala sururi mutakabilin, yani wakiwa juu ya vitanda wakiangaliana, wengine wakiwa upande hii, wengine wakiwa upande hiyo, wakiangaliana. La yamassuhum fiha nasab, basi hawatapatwa na shida yoyote. Wa ma'ahum minha bimukhrajin, na hawa hawatatoka katika hiyo pepo milele, yani watakuwa katika hiyo janna milele, yani abadan abidin. Maadamu wameingia hiyo pepo watakaa humo milele. Hii maisha ya dunia ni maisha fupi. Maisha ya barzakh ni mrefu lakini sio milele. Yani katika maisha ya barzakh pia utakuwa ndani ya kaburi kwa ile muda Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria, na utasimama kwa hesabu. Yani kiyama itasimama, watu watahesabiwa, wale wa janna wataenda janna, wale motoni wataenda motoni. Lakini maadamu uingie janna utakaa huko milele, hakuna kutoka katika janna milele. Waqala Allah Ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu katika sura Az-Zukhruf aya 68 mpaka 73, la yamassuhum fiha nasab, ya ibadi, enyi waja wangu, la khawfun alaykum al-yawma, yani siku ya leo hamtakuwa na hofu yote juu yenu, yani hamtakuwa ni kitu ambacho kama unaogopa, hakuna juu yenu. Wala antum tahzanun, na hamtakuwa na huzuni yote. Yani mtu akiwa katika dunia, yani atakuwa na huzuni, pengine amefiliwa atakuwa na huzuni, pengine amekosa mali yake atakuwa na huzuni, pengine amenyang'anywa mali yake atakuwa na huzuni. Lakini wale ambao wataingia peponi hawatakuwa na huzuni yote. Alladhina amanu bi ayatina, ni wale ambao wameamini aya zetu, wakanu muslimin, na tena wamekuwa ni waislamu. Idkhulul jannata, muingieni peponi, antum wa azwajukum, nyinyi na wake zenu, tuhbaruna, yani yote mkiwa ndani ya starehe, yani mume na mke mngie janna, katika janna mnakuwa na starehe. Yutafu alayhim bisihafi min dhahabi, watazingirwa na sahani ama mashab ya dhahabu, wa
akwabi, na vikombe, yani masahani ya dhahabu na vikombe vya dhahabu. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus, na katika pepo yani mtapata yale nafsi yenu inatamani. Yani ukitamani matunda unapata ile kitu nafsi yako inatamani, yote utapata katika janna. Wa taladdul a'yun, na ile kitu macho inapenda. Wa antum fiha khalidun, na nyinyi katika hiyo janna khalidun, mtakaa humo, mtaishi humo milele. Wa tilka aljanna, basi hiyo ni pepo allati uridumuha, ambayo mtawarithisha bima kuntum ta'malun, kwa yale ambayo kwamba mlikuwa mnafanya katika dunia, ndio mtapata hiyo janna. Yale ambayo kwamba umefanya katika dunia, yale mazuri ambayo kwamba umefanya katika dunia, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa janna. Yani malipo ya mema ni mema na malipo ya maovu ni maovu. Malipo ya mema ambayo kwamba umefanya katika dunia, kama umesali, kama umefunga, kama umetoa zaka na umesaidia maskini, yale mazuri ambayo kwamba umefanya katika dunia, basi malipo yake itakuwa ni janna. Na hivyo hivyo maovu ambayo kwamba umetenda katika dunia, basi malipo yake pia ni moto. Yani ukifanya maovu, ukifanya madhambi katika dunia, basi akhira utapata nini? Utapata moto. Na ukifanya mazuri, yale mazuri ambayo kwamba umefanya katika dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa pepo yake. Lakum fiha fakihatun kathira, basi katika hiyo pepo mtakuwa na matunda mengi. Minha ta'kulun, mkiwa katika hiyo matunda mnakula yale ambayo mnataka. Kitaka maembe, kitaka paipai, kitaka avocado, matunda yote yale ambayo kwamba hatujaona katika dunia, pia iko katika janna. Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia katika janna. Yale ambayo kwamba tumeona katika dunia ni machache sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake wema katika pepo, yale ambayo kwamba macho haijawahi kuona katika dunia wala moyo haijawahi kufikiria, ndio utapata katika janna. Na tumeona mazuri ya dunia, tumeona kama ni matunda, tumeona matunda yote ni tamu. Kitu ambacho kwamba macho inapendeza, tumeona mengi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia yale ambayo kwamba hatujawahi kuona na macho yetu katika dunia, ametuandalia peponi. Waqala Allah ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu katika sura Ad-Dukhan aya 51 mpaka 57, innal muttaqina fi maqamin amin, kwa hakika wachaji Mungu watakuwa mahali patulivu, mahali pa amani. Fi jannati wa uyun, watakuwa katika mabustani na mito. Jannati ni yani janna nyingi ama mabustani, wa uyun na mito. Yalbasuna min sundusin, katika pepo yani watavaa sundus, ile nguo ambayo kwamba inapendeza zaidi, ambayo yani hakuna kitu ambacho kwamba inalinganishwa na katika dunia, hiyo sundus. Wa istabraqi mutakabilin, yani ile tena nzito ambayo kwamba watavaa. Kadhalika na hivyo wazawajnahum bihurin 'ain, basi tutawaozesha wake za pepo ambao inaitwa hurul 'ain, wale ambao kwamba wanapendeza zaidi. Sio hii ya dunia, tumeona wanawake wa dunia wengine ni warembo, lakini ya janna ni warembo hata kushinda ya dunia. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, basi wataita ile matunda ambayo wanataka na watapata. Yani wakitaka rumman wanaelekeza tu kidole, inakuja yenyewe. Wakitaka machungwa inakuja yenyewe. Wakitaka paipai inakuja yenyewe. La yadukuna fiha al-mauta, basi hawa hawataonja mauti katika, yani maadamu wameingia janna hawataonja mauti ndani ya janna. Illa al-mauta al-ula, isipokuwa ile mauti ya kwanza ambayo ni ya katika dunia. Isipokuwa ile mauti ya dunia, hakuna mauti ambayo kwamba wataonja katika pepo. Wa waqahum adhab al-jahim, na Allah subhanahu wa ta'ala
adhabu ya Jahannam, yani hawataingia adhabu ya Jahannam. Fadlan min rabbika, basi hiyo ni fadla kutoka kwa Mola wako. Dhalika huwa al-fawzul adhim, na hiyo ndio kufuzu mkubwa. Kufuzu sio kuwa na mali mengi katika dunia, sio kuwa na shamba nyingi ama shamba za ekari nyingi katika dunia, ama kuwa na watoto wengi katika dunia. Ufaulu ni kuepukana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia janna, ndio ufaulu. Lakini sisi tunadhani ufaulu ni yani mtu akipata mali nyingi, tunasema unajua fulani amefaulu sana. Ako na mali nyingi sana, ako na gari nyingi, ako na ghorofa nyingi. Hiyo sio kufaulu. Kufaulu ni kuepukana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na kuingia pepo, ndio kufaulu. Waqala Allah ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu katika suratul Mutaffifin, innal abrara la fi na'im, hakika watu wema watakuwa katika neema. Hiyo neema ni janna, janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-araiki yandurun, wakiwa juu ya vitanda wakiangaliana. Kuna wengine wanakaa upande wa kulia wanaangaliana, wengine wako upande wa kushoto, yani wanatazamana kwa mbali. Taarifu fi wujuhihim nadharat an-na'im, basi utajua katika nyuso zao kuna ile nuru ambayo kwamba inang'aa. Katika nyuso zao kuna nuru inaonyesha ile alama za sijda ambayo kwamba walikuwa na sujudu, inakuwa na nuru. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, katika nyuso zao utakuta alama za sijda, ile alama za kwamba walikuwa wanasali, itakuwa na nuru. Kichwa nywele itakuwa na nuru, mkono itakuwa na nuru, miguu, ile sehemu maji imefika yote itakuwa na nuru, itakuwa na mwangaza. Yusqawna min rahiqin maftum, tena watanyweshwa. Maftum ile pombe ambayo kwamba ni tamu sana, sio pombe ya dunia ukijirani ukinywa na kulewesha, inakuangusha, inakuletea madhara, inakuletea magonjwa. Sio hii pombe ya dunia. Pombe ya janna tunaambiwa ni tamu sana, tena yani ukikunywa ikifika ile mwisho pia inakaa kama miski. Khitamuhu misku, na mwisho wake ni miski. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, basi katika hayo hiyo yote ambayo kwamba umesikia, basi washindane kwenye kushindana. Yani usishindane katika dunia. Fulani amejenga ghorofa 2, wewe usishindane kujenga ghorofa 4. Fulani amenunua gari ya milioni 10, usishindane kununua gari ya milioni 15. Ushindane katika mambo ya akhira, ushindane katika mambo ya janna, sio mambo ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ushindane katika mambo ya akhira, yani tusishindane katika mambo ya dunia, kwa sababu dunia ni darul fania, ni mahali ambapo kwamba inaisha, lakini akhira ndio mahali ya milele, darul maqam. Wa mizajuhu min tasnim, na tena itaongezwa tasnim. Aina yashrabu biha al-muqarrabun, basi hiyo ni mto ambao kwamba watakunywa wale ambao kwamba wamekaribishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale wamekurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao kwamba amali yao inawaleta mbele Allah subhanahu wa ta'ala, imewakaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa mema. Na kutokana na hadithi an Jabir radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu rehema na amani mwendee, yaakulu ahadul janna, watu wa peponi watakula, fiha, ndani ya janna, wa yashrabuna, na watakunywa, wala yataghawatuna, na hawatapatwa na haja kubwa, wala yabuluna, wala hawatapatwa na haja ndogo. Yani katika janna, yani wanakula chakula, wanakunywa vinywaji, lakini hawatakuwa na choo. Walakin ta'amuhum dhalika tushab, lakini chakula chao kitatoka na jasho,
yani wakikula itatokwa na jasho. Na hiyo jasho ukipanguza na ukinusa hivi, yani inanuka kama miski. Sio hii jasho yetu ya dunia ambayo inanuka. Hiyo peponi inanukia. Karashi miski, kama harufu ya miski. Hiyo jasho ambayo kama inatoka kwa watu wa muumini, watu wa janna, ni kama harufu ya miski. Yulhamuna tasbiha wa takbir, yani chakula chao ni, yani wakikula na wakitoa harufu ni tasbih, subhanallah wa takbir na Allahu akbar. Kama yulhamuna nafsa, kama yani ukishiba yani unatoa harufu ndefa. Lakini watu wa janna yani wakiteua ni tasbih, subhanallah na takbir, Allahu akbar. Ni hiyo tu, hakuna mambo mengine. Kwa hiyo yote inatakana tufanye juhudi. Yani hii janna Allah subhanahu wa ta'ala amesifia hivi. Na tumeambiwa katika janna kuna kitu fulani, kuna kitu kadhaa na kadhaa na kadhaa, kuna matunda kadhaa na kadhaa. Haya yote inatakana tufanye juhudi. Yani wewe pata janna hivyo. Inna jannata Allahi ghaliya. Janna Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali. Wewe pata tu hivyo, lazima ufanye juhudi. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, a'adantu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Waqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Muttafaqun alayh. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadithi al-Qudsi, nimeandalia waja wangu wema. A'adantu li'ibadi as-salihin, nimeandalia waja wangu wema mala ainu ra'at, yale macho hayajawahi kuona, wala udhun sami'at, wala masikio hayajawahi kusikia, yani katika dunia hawajawahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashari, na ile kitu ambacho kwamba moyo wa binadamu yote hajawahi kufikiria, ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake katika janna. Waqra'u in shi'tum, basi mkitaka mtafutie ile janna. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakuna nafsi yote inajua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala imeficha kwake yeye. Jazaa bima kanu ya'malun, basi hiyo ni malipo kulingana na ile amali ambayo kwamba walikuwa wanafanya. Yaani ukifanya mema unapata mazuri, unapata mema. Ukifanya maovu unapata mabaya. Kwa hivyo haya yote Allah subhanahu wa ta'ala ameandalia waja wake wema, wale ambao kwamba yani wamedhibiti nafsi yao, wamefunga nafsi yao kutokana na kula na kunywa, wakajitaabisha, wakafunga, wakaamka usiku wakasali, ile mali ambayo kwamba wanapenda zaidi wakatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya kujionyesha, wakatoa ikhlasa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunatakana tufanye juhudi kutafuta hii janna Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia. Na hadithi ya tatu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu rehema na amani zimwendee, sa'ala Musa radhiyallahu anhu rabbahu, na Musa akamuuliza Mola wake, ma adna ahli aljanna manzila, ni watu gani watakuwa na janna ya daraja ya juu? Qala, akasema, huwa rajulun, naye ni mtu, yajibu ba'dama udkhila ahli aljanna, yule mtu ambaye kwamba ameingizwa katika janna, aljanna, katika janna. Fayuqalu lahu, na akaambiwa, idkhulil janna, basi ingia peponi. Fayaqulu, na atasema yule mtu, ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum, vipi Mola wangu nitaingia janna na watu wote wamechukua mahali yao? Fayuqalu lahu, basi ataambiwa, atarada ayakuna dhalika mulka milki min muluki dunya, je, wewe utaki ufalme wa dunia yote kama ungepatiwa, utaki hiyo ufalme? Fayaqulu, atasema, raditu
izdadta ainuka, na ile kitu macho yako inapendeza ama inataka. Fayaqulu, basi ataambiwa, fayaqulu, atasema raditu rabbi, Mola wangu nimeridhia. Qala, akasema rabbi, ewe Mola wangu, fa'alahu manzilatan, basi nipe ile daraja ya juu kabisa. Qala, akasema awadhalika alladhi izdadtu, basi je, hii sio ile kitu ambacho kwamba nimekuongezea? Gharastu, ile kitu ambacho kwamba nimekupandia. Karamatuhum biyadi, basi karama zao, heshima zao iko mkononi mwangu. Wa khasha'tu alaiha falam tara ainun, basi macho yangu hayajawahi kuona, walam tasma, na masikio yangu hayajawahi kusikia, udhun, masikio yangu, wala khatara ala qalbi bashari, na hakuna kitu ambacho kwamba mtu amewahi kufikiria katika janna. Ile kitu ambacho kwamba nimeona ni ile kitu ambacho kwamba masikio hayajawahi kusikia, macho hayajawahi kuona, na moyo hayajawahi kufikiria. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio janna Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia. Inatakana nini? Tufanye juhudi, tufanye bidii. Vile wanafunzi wakiingia mtihani, yule ambaye kwamba anafanya juhudi ndio anakuwa namba nzuri, ndio anakuwa na zawadi. Yule ambaye kwamba ni mvivu, katika masomo yake hasomi vizuri, mara hakuji, basi katika mtihani yake atafeli, atakuwa mwisho. Hivyo pia sisi pia tunatakana kufanya juhudi. Vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia tushindane katika janna, tushindane katika mambo ya akhira, tusishindane katika mambo ya dunia. Inshallah, kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie na tuna sababu kwa ahsana. Rabbana inna nafsana wa la tafna min khasirin. Allahumma taqabbal minna siyam shahr ramadan wa aidhu alayna sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, mustamina ghayra mutafarriqin, radina ghayra safiqin, ghafurna ghayra mudhibin. Allahumma innaka afuwwun tughfirun ya karim. Allahumma innaka afuwwun tughfirun ya karim. Allahumma inna dhunubana kama amartana.